Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media katika kipindi chetu cha tafakari ya Injili ya leo. Leo tunaadhimisha sherehe kubwa ya moyo mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo masomo yetu ya leo ni sawa na Dominika, ambayo ni kama yafuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya 6 hadi ya 11. Somo la pili ni kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya 7 hadi ya 16. Na injili yetu inatokana na mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30. Na sasa tusikilize injili ya leo. Kutoka injili ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ulivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Wapendwa, katika sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, Mungu anapenda kupitia maneno yake ya leo kutusaidia kuelewa maana ya moyo. Pengine kwa sababu ya filamu au vyombo vingine vya mawasiliano, tunaweza tukazoea kuangalia moyo kama kiini au mahali ambapo hisia zetu zinakaa. Ukweli ni kwamba kibiolojia tunajua hisia zetu ziko katika ubongo, zinasababishwa katika eneo la ubongo. Moyo wetu ni msuli. Lakini tangu mwanzo tumeona kwamba hisia zetu nyingi zinakuwa na matokeo katika mioyo yetu. Moyo unaenda mbio, unapunguza spidi, unapata mshtuko na kadhalika. Vile vile katika hali hiyo, Mungu katika maandiko yake ana namna yake ya kueleza moyo. Neno moyo au lev kwa Kiebrania halimaanishi tu pale ambapo hisia zetu zinakaa, lakini kwa namna ya pekee pale ambapo maamuzi ya maisha yetu, maamuzi yale ya ndani. Ndio maana katika amri ya kwanza, ile amri kuu ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli, anasema, sikia Israeli, utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote. Moyo kumaanisha kwa maamuzi ya ndani. Tunapotafakari kila ambacho kweli kinasukuma maisha yetu, tunapoamka kila asubuhi, kitu gani kinatufanya tuwe na ujasiri wa kupiga hatua hata pale ambapo tunahisi uchovu, hata pale ambapo vitu vinaenda kinyume na matarajio yetu? Kitu gani kinatuboost, kinatusukuma? Kitu gani ndiyo mafuta ya magari, ya gari letu, yani ya maisha yetu? Kitu gani kinatusukuma? Ni muhimu sana kujiuliza, kwa sababu mara nyingi tumeona katika wiki hii Mungu ametubariki na masomo mengi yanayoongelea moyo wetu kuwa safi, moyo wetu kuwa umeelekea wapi. Mungu anayegeuza mioyo yetu, alisema nabii Elia, na pia katika mtume Barnaba. Na leo Yesu anasema, mimi niliye mpole na nyenyekevu wa moyo. Maana yake mpaka ndani, maana yake moyo ulio
wazi, moyo ambao ni mmoja, sio mioyo miwili. Waebrania wanaponukuu sala hii ya kumpenda Bwana kwa moyo wako, kwa moyo wote, wanasema kwa mioyo yote, levavot, kumaanisha kwamba labda kuna mioyo miwili ndani ya mtu. Mara nyingi tunajikuta tuko huku na Mungu, tuko huku na ulimwengu, na maisha yetu yanaenda hivyo. Na leo tunavyotafakari moyo wa Yesu, tunatafakari nini? Ni moyo wa Yesu ambao ni mmoja. Yesu ambaye hana ndumi la kuwili. Yesu ambaye hana nia ya pili. Mara nyingi hatujazoea kupendwa bure katika maisha yetu, kumaanisha kupendwa bila malipo, bila gharama. Tunaamini kwamba mtu akikupenda atatarajia kwamba kesho umrudishie vile vile. Ndio maana katika masomo yetu ya leo, tukiangaziwa nayo katika somo la kwanza, anaeleza kwamba Mungu aliwachagua taifa la Israeli si kwa sababu ya mastahili yao yoyote, sio kwa sababu walikuwa na kitu ambacho Mungu alisema wananifaa zaidi. Kinyume, kwa sababu walikuwa wanyonge zaidi. Ni kama mtu ambaye anaangalia kugawa chakula, anaangalia yule mwenye njaa zaidi. Mungu ametuchagua mara nyingi sisi wa Kristo kuwa nuru, kuwa mwanga, kuwa chumvi kwa ajili ya wengine, kwa sababu tulio maskini kuliko wote. Na si kitu cha kuogopa, si kitu cha kukataa. Tena ni fadhila, ni kama kuwa mtoto wa mwisho wa Mungu, kutambua kwamba tuko wadhaifu kuliko wengine, kwa hiyo tunahitaji upendo, tunahitaji kudekezwa zaidi na Mungu. Heri wale ambao wataruhusu Mungu achukue mizigo yao, kama Zaburi 68 inavyosema, wewe ndiye Mungu wetu nayebeba mizigo yetu. Na vile vile katika somo la pili, Mtume Yohana atambia ikiwa Mungu ametupenda hivyo, na sisi natupasa kuwapenda wengine. Lakini ikiwa Mungu ametupenda hivyo, je, wewe na mimi kweli tunajisikia kupendwa na Mungu? Sio kijuujuu kimawazo, lakini katika maisha yetu ya kila siku kweli tunasikia kwamba moyo wa Yesu unadunda tu kwa ajili yetu? Kwa sababu vinginevyo hatutaweza kumjua mwana au kumjua Baba. Anasema Yesu, anasema njoni kwangu ninyi nyote, kama Mtume Yohane. Kwa nini Yohana anaweza kuongea hivyo? Kwa sababu Yohane ambaye alikuwa na moyo mkali, tukumbuke alipotaka kushusha moto juu ya Wasamaria kwa sababu ya kutompokea Yesu, anapata nafasi ya kuleta masumbuko yake yote katika kifua cha Yesu. Na hivyo Yesu anasema njoni kwangu, njoni, mimi nipo hapa, na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Lile pumziko ambalo tunatafuta katika maisha yetu, kama alivyopumzika Yohane kifuani mwake, akasikia midundo ya moyo wa Yesu, akaelewa moyo wa Yesu unavyowaka upendo kwa ajili yetu, akaelewa maamuzi ya dhati ya Yesu, kwamba Yesu, Injili ya Luka inasema kwamba Yesu alikaza uso wake kuelekea Yerusalemu. Alikaza uso wake sio kwa hasira, lakini kwa sababu hataki kuwa distracted, hataki kuzubaishwa, hataki kupelekwa mbali, hataki kupoteza hata dakika moja, hata sekunde moja ya wokovu wetu. Kama tulivyosikia juzi, anataka kutimiza sheria yote mpaka nukta ya mwisho. Kwa hiyo anakazia, yani 100% akili zake zote, moyo wake, mawazo yake yako juu yako, juu ya maisha yako, anakufuatilia. Hata ikiwa mara nyingi tunajisikia kuacha, na tunaweza kusali kama yeye alivyosali kutoka moyoni mwake, kusema Mungu wangu, mbona umeniacha? Moyo huo ndio unatupenda mpaka umetamani kuwa kitu kimoja na sisi. Kwenye maandiko neno kujua kuna maanisha kuunganika, kuwa kitu kimoja, mwili mmoja na kila kitu kimoja. Kama Adamu alivyomjua Eva akampata Kaini, kwa maana yake waliunganika wakapata kitu kipya. Vile vile Yesu anatamani tuweze kumjua. Anasema yule ambaye mwana ampenda kumfunulia ni mimi, ni wewe. Yeye anataka kuwa kitu kimoja na sisi, kuamini kwamba hisia zake zinaweza kuwa hisia zetu, fadhila zake fadhila zetu, maisha yake maisha yetu. Kama alivyosema Mtakatifu Maria Maximilian Kolbe, sisi ndio mwili wa Kristo, na yeye anatamani kuendelea kupenda ulimwengu kupitia sisi. Tumruhusu kweli aweze kufananisha mioyo yetu na moyo wake, aweze kutufananisha naye kupitia mara nyingi changamoto tunazopita, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu katika maisha yetu, mara nyingi kujisikia kuachwa, kujisikia kutundikwa msalabani, yote ili tuweze kuonja kwamba yeye ndiye Mungu aliye pamoja nasi katika nyakati zote, kwamba ni yeye ambaye anafunulia hayo sio kwa wenye hekima, sio kwa wale ambao wanaona tayari wanaelewa, bali kwa wale ambao wako tayari kusikiliza, wako tayari kugundua mapya, wako tayari kujiruhusu kushangazwa na Mungu.
Mungu atujalie kuweza kushangazwa na moyo uliowehuka kwa upendo kwa ajili ya kila mmoja wetu, kuweza kumgundua katika maandiko. Anasema kwa wale wenye kiu mimi nitajifunua, nitawafunulia siri zangu, nitawafanya marafiki zangu wagundue siri za upendo wangu, watambue upendo wa Baba, watambue kwamba Mungu kweli yupo katika maisha yao yote. Hizo ndizo siri za moyo wa Yesu, na inawezekana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hata kama mioyo yetu imejeruhiwa, pengine majeraha yetu ndio mlango wake, tuweze kumfungulia milango ya mioyo yetu, tuweze kuruhusu awashi mioyo yetu, tuweze kujiruhusu kuwa watoto wachanga. Nira yake ni nyepesi. Ikiwa tunaona tumelemewa na vitu vingi, tujiruhusu tu kuongozwa naye. Tumwambie Bwana, mimi nimeishiwa mbinu, naomba wewe uniongoze. Yeye ni mwaminifu, atakuongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia wote muwe na sherehe njema ya moyo mtakatifu wa Yesu. Aliyewaletea tafakari hii ni mimi, Padre Richard Osvaldo Villar Zorrilla, padri wa jimbo, paroko msaidizi katika parokia Bikira Maria mama wa kanisa Goba Maria. Nawatakia siku njema iliyojaa neema za moyo mtakatifu wa Yesu, mpate kushangazwa na upendo huo. Mtazamaji wa Television Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.